Habari za muda huu, na wasalimu kwa jina la TFF pamoja na bodi ya ligi. Kama ndo mara yako ya kwanza kunifuatilia katika channel hii, basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Kuelekea mwisho wa msimu wa ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League pamoja na kombe la shirikisho CRDB Federation Cup, klabu ya soka ya Simba yenye maskani yake pale Msimbazi Kariakoo imepanga kuachana na wachezaji wake zaidi ya 7 kuelekea mwisho wa msimu huu, hali inaozua taharuki kwa baadhi ya mashabiki na wapenda soka barani Afrika na Tanzania kwa ujumla. Klabu ya soka ya Simba imepanga kufanya usafi wa kutosha na kuondoa wachezaji wasiokuwa na hadhi ya kuchezea Simba na kutafuta uwezekano wa kupata wachezaji wengine wenye uchungu na uwezo mkubwa wa kuitumikia klabu ya soka ya Simba. Ila majina mengi yamekuwa yakitajwa ni ya wazawa wengi sana wataachwa katika klabu ya soka ya Simba. Jina namba 1 ambalo limekuwa likizunguka katika mioyo ya viongozi pamoja na bodi ya Simba, wanataka kuachana na striker wao pendwa wa muda mfupi Lionel Ateba Mbida. Ateba ameonekana kutofiti na kukidhi katika haja ya mashabiki pamoja na uongozi wa klabu ya soka ya Simba. Hivyo kuelekea mwisho wa msimu, Simba wataachana na Ateba. Kuelekea mwisho wa msimu, Simba wapo tayari kuvunja mikataba ya wachezaji wao wakizawa, wengi wakihitaji kuwapeleka kwa mkopo na wengine kuwavunjia mkataba kabisa. Simba wako tayari kuachana na winga wao pendwa Edwin Charles Balua. Winga wao huyo ambaye ameonekana akikosa nafasi katika kikosi cha Faldu Davis. Simba pia wako mbioni kuachana na winga wao mwingine, kiungo mshambuliaji ambaye anapendwa hivi sasa na wapenzi wa klabu wa soka hapa nchini, Ladak Juma Chasambi. Simba wako mbioni kuachana na striker wao pendwa mwenye umri mdogo Valentino Mashaka. Simba wataachana na kiungo wao punda Mzamiru Yasin. Simba pia wako mbioni kuachana na fullback wao ambaye alichomesha katika dabi ya Kariakoo, Kevin Kijiri. Simba wako mbioni pia kuachana na winga wao wa kimataifa raia wa Zambia ambaye amekiwasha mwishoni wa msimu katika mechi 3-4, Joshua Mutale Budo. Wanahitaji usajili mwingine muhimu zaidi kuliko wachezaji hao. Pia inaelezwa ya kuwa mkataba wa Mohamed Hussein Zimbo Junior unaelekea ukingoni na mpaka hivi sasa haijajulikana atasaini mkataba mpya au ataamua kutimuka ndani ya klabu hiyo. Viongozi wa Simba wanaoumiza vichwa ni kuhusiana na kapteni wao Mohamed Hussein Zimbo Junior. Je, atakubali kuongeza mkataba au ataamua kuondoka mazima katika klabu hiyo akatafute changamoto mpya? Hivyo usichoke kunifuatilia kwa habari nyingi zaidi za kusisimua na za kuvutia kuelekea mwisho wa msimu huu. Basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante.